tena ule mstari wa 17, sura ya pili mstari wa 17, sura ya pili mstari wa 17, sura ya pili mstari wa 17, Mathayo 12 mstari wa 17. Soma, tusome wote. 1 2 3 4. Soma. So manake anasema litimie. Namwambia kutimia manake ni complete a cycle, to make full of something. You see? So manake anaeleza kwamba okay, kama vile ambavyo ujio wake ulielezwa kuambatanishwa na mateso, labda tumia lugha nyepesi ambayo mtaelewa hapo. Then this boy, baby boy ambaye kazaliwa Bethlehem kulingana na unabii, ujio wake ukaleta mateso, persecutions. Tunaona watoto chini ya miaka miwili wanauawa katika Bethlehem. Hii ni okay. Sasa nisikieni vizuri, nikisoma mstari huu naanza kuona Herode alikuwa katili sana. No, that's not a focus. Focus ni kwamba namna ambavyo mfalme wa dunia hii alitafuta kumuua mfalme mwenye haki ya kutawala. Jasikia nichosema? Hawalikuwa watafuti watoto wanaume, alikuwa na shida nao Herode. Sababu ya hawa watoto wa kiume kuuawa ni kwa sababu anamtafuta aliyezaliwa ambaye atatawala mahali pake. So hilo tukio la kwamba watatafuta kumzimisha halikuanza wakati Herode anataka kumuua, lilianza wakati Israeli inatafuta kufutwa na taifa la Babeli. Mwalimu alisema tusionee huruma. Herode alikuwa ni mfalme wa Israeli. Anisikize vizuri. Huyu Herode alikuwa anaitwa Herode the Great. Alikuwa ni mtawala Israeli wa kipindi hicho, aliyekuwa amechaguliwa na Rumi kutawala. So tulisema Warumi walikuwa wanatawala, walikuwa wanatuma watu kuwakilisha kwenye hizo falme. Sasa Herode yeye alikuwa sio Mrumi, alikuwa ni Mmoabu, lakini alikuwa na mahusiano mazuri na Warumi. Kwa hiyo wakati Warumi wameiteka Yudea ama Israeli, akaomba awe mfalme, awe mfalme ambaye atakuwa anaiwakilisha Rumi hapo. Kwa taarifa za kuzaliwa kwa mfalme zilipomfikia, akawa anajua kwamba hii ni tishio kwenye dola na imani iliyonayo. Sasa yeye anafikiria hivyo, lakini kumbe nyuma ya pazia ni kwamba shetani ameshaona. So manake kama ambao tukisoma katika Old Testament always ni kwamba kuna vita kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. So fight ikaanza. Hatuoni tu kwenye msalaba. Tukisema uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka, maana yake tunazungumza okay, Mesaya Kristo ambaye ni mtumishi wa Bwana, right? Tunazungumza na those ambao wanampinga, si ndio? Right? Kwa nikisema uzao wa nyoka ni mpinga Kristo, alafu uzao wa mwanamke ni Kristo, nitakuwa niko sawa? Kwa maana yake kuna vita kati ya Kristo
na asiyekuwa Kristo au pinga Kristo. Iko sawa kwe? Sasa nani unampa Kristo, nani unampa pinga Kristo? Kati ya Herode na Yesu, nani ni Kristo, nani ni pinga Kristo? Yesu ni mpinga Kristo, Herode ni Kristo. Nani ni uzao wa mwanamke na wanyoka kati ya Herode na Yesu? So manake ilitabiriwa from very beginning ya kwamba ufalme wa Mungu unavyokuwa unavamia ulimwengu in special way, okay? Mungu ni mtawala in special way, itakuwa ina rose, itakuwa ina inua aina hiyo ya ushindani au kizani na upinzani. Hapo ndio kusema. So manake kuuawa kwa watoto wa Bethlehem ikirudia tu kwamba waliuawa watakatifu wa Bethlehem. Sio watakatifu saizete. Wala watoto na watakatifu, si ndio? Kwenye kanisa Katoliki. Wao watakatifu wa Bethlehem. Tuna miss a point. Tunachokiona ni kwamba tishio la awali kabisa akiwa mdogo bado ufalme wake unatafuta kuzimwa. Na kama ufalme okay, kwa mfano tishio la Kristo okay, Yeremia analifananisha na taifa la Babeli kutaka kuwaondoa Israeli. Tishio lingine ambalo naliona la kushambuliwa kwa Kristo Agano la Kale, tajie. Tishio lingine ambalo naliona linafanana na hili la Musa ni verb by verb, it is true. Hiyo nitaweka baadaye. Tukio lingine tukio lingine vipi kwa habari ya Hamani kutaka kuwaua Wayahudi wote? Ilikuwa nafanana na hili? Alifanani? Kwa nini anawaua? Why? Kwa nini ametangaza mbiu ya kuwaua wote? Na ni kwa sababu tu Naamani alijisikia vibaya moyoni eti, au alikuwa na power behind? Hivyo nafikiri kwamba tu kwa sababu eti Mordekai hajaniabudu na huwa watu wote hivi. It make sense? Yaani kwa sababu Mordekai amerefuse to worship me, wote na huwa walikuwepo wakati Mordekai anakataa. Labda niingie too deep. Kwa nini Mordekai alikataa kumsujudia Hamani? Kwa nini? Kwa nini? Anataka msujudie Mungu, right? Si ndivyo? Anataka msujudie Mungu ete? Mbona mnijibu? Kwa nini Naamani, kwa nini Mordekai anakataa kumsujudia Naamani? Useme wewe unajua utapatia. Niko nao ndugu kwanza. Kwa nini? Hapana, usisujudu miungu mingine ila mimi. Si ndivyo? Na ni kwa sababu umekaa kwa raha ndio maana ukumbuki. Na mnaya ukaaje uweze kukumbuka. Kwa nini? Je, Mungu alikuwa anakataa watu kuwasujudia viongozi? No. Maneno mengi tunaona tu inafanyika. Even to the very beginning, Yakobo mwenyewe baba taifa zima anaanguka miguuni pa Esau. Je, alikuwa na mwabudu? So maana shida sio hiyo. Karibu sasa ndio tuji. Shida ilikuwa ni kwamba Haman, ukisoma vizuri jina lake lilivyohusianishwa, limehusianishwa na mfalme wa Amalek, ambao wa Amalek walikuwa ni the very 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 first enemies ambao walikuwa wamewavamia Israel walipokuwa wametoka Misri, sura 17. The very first enemies ambao from there Musa comment ya kwamba Mungu atakuwa na vita zidi Amalek.
Nisikia fundisho moja ya ndoa anasema ndo unaoa ukoo ambao Mungu amewatangazia vita kama Amaleki. Haupati watoto. Jamani. Serious wali utakonesha. Na akati anafika kwenye kuhubiri, unajua alipokelewaje? Heshima yote kubwa hivyo. Alafu nasema mdada unajikuta unaolewa kwenye ukoo wa Amalek, hutapata mtoto. No. So manake ugomvi umeanzia huko. Na unaposoma kwenye maandiko unaona ongoing. Mungu anamwagiza Sauli, hata ule mtoto mdogo yule chinja wote, asibaki yoyote katika ufalme wa Amalek. Hapo inaitwa vita vitakatifu vya Bwana. Mtoto mdogo anafanya kosa gani sasa? So manake Naamani ana refuse kuwapa heshima wale ambao ni maadui wa Mungu. Na Naamani najua, kumbe ni Myahudi. Hao ndo ambao wametuinda sana from there. Now I am in power. Let me do something. All of them. Mahali popote walipo na wataka wafe. So manake haikuwa vita tu kati ya Mordekai na Amani, ilikuwa ni vita kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Sijaongezea mahubiri ya kwamba yes. Fungua kitabu cha Mwanzo sura 3 mstari wa 10. Usifungue, niko kwenye mahubiri hayo. Uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Tuna kitabu cha Esther nikuoneshe kitu ambacho ikiwa na mtumishi. No. So manake tunachokiona kinachotokea katu kwa Herode na Kristo kimetokea a lot in Old Testament. Kila wakati tunapotafuta kuwafuta watu wa Mungu, manake unafuta mpango wa Mungu wa kuja duniani katika that nation. Hello? So manake this kuwao kwa watoto hawa watakatifu kulingana na Catholic wa Bethlehem. Sasa hawa jamani Katoliki, hawa hata wakuokoka, yani hata wakumjua huyo Kristo mwenyewe, maana naye Kristo kwa mtoto kipindi hicho hata. Hello? So manake Herode kuna unseen power ambayo inaona ujio wa huyu ni tishio, si tu la ufalme wa Israeli, bali la Mungu na mfalme wa dunia hii. Then tuende mstari wa 23. Sura ya 2:23. Yaani hapo bado sijafika mahali pa mahusianisho sasa na mtembeo wa Roho. I remember those days ambazo najifunza maandiko. Nyie mna bahati sana. Na yaani mnafundishwa kwa raha mno. Nakumbuka tulikuwa tunakaa kwenye chumba kimoja na Mwalimu Ruben, chumba cha Kagera. Tena huyo amwambia anza akaelewa. Kile chumba cha Kagera tulikuwa tunaanza kuingia tu 30 mle ndani. Jiulize tunakaaje? Amna, njoo nikupe ramani. Tulikuwa tunatoa lile godoro pale, linawekwa pale. Pale yani kule kwenye godoro ile so inabidi usogee hivi. Walikuwa wanakaa watu kama 5 wanaweka hivi kigo. Ili kana nafasi kabaki hapa. Wengine 5. Unaelewa? Then kuna kale ka corridor kama haka. Kwa tunaweka kiti hapo mwanzoni mwa mlango, yani inabidi ukigonga mlango inabidi kiti kinyanyue juu kidogo, unafungulia ukiingia mlango unafungwa pale. Kwa unge anakaa hapa. Wangapi huyo? Wa 11. Mwingine kule mara nyingi alikuwa anakaa mwalimu mwenyewe 12. Kuna ule uvungu wa kile kimeza kile cha Kagera kile kule chini kule. Kuna ndugu anakaa pale. Juu pale meza kuna ndugu anakaa. Nataka kusema kabati pale kwa nafasi ya kukaa pale juu kale kawazi kale kabati mnaweka nguo pale wanakaa pale.
alafu mwalimu inabidi ili nafasi ile vizuri, inabidi kiti anachokalia ampe mwanafunzi, alafu yeye atakuwa ni kama ana spring hivi. Maana akijitahidi kupiga hatua na mikono kuta ngumi kwa mtu, inabidi uwe makini. Sasa kwa ajili ya kuzuia hizo vurugu, ndio tulikuwa tunapenda kufundisha kwa kushika Biblia, at least umeshika kichwa, yani angalau maana unaweza kujikuta mwisho siku nyinyi mnakana kwenye masofa hivi kama Mwokozi akiwauliza nyie ndugu kabisa, unaweka na miguu juu, yani no problem, na unapata kile ambacho sisi tulifundishwa kwenye mateso namna hii.